Karibuni tutafakari tena kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo ni swali linalouliza kwa nini Mungu ameruhusu mabaya kuwepo? Watu wengi wanahoji kwa nini Mungu ameruhusu mabaya kuwepo duniani. Swali hili ni tofauti na lile swali linalouliza ni kwa nini Mungu ameumba ubaya ikiwa kama haupendi, au ni kwa nini Mungu aliumba dhambi ikiwa kama hapendi dhambi. Sasa kwa hili swali linalosema ni kwa nini Mungu ameruhusu mabaya kuwepo duniani, jibu lake ni kuwa Mungu ameruhusu mabaya kuwepo duniani mkabala na mema kwa sababu njema. Tunaposoma habari za uumbaji, tunaona Mungu alianza kazi ya uumbaji kwa kuumba mwanga au nuru. Lakini Mungu hakuliondoa giza lililokuwepo. Alichokifanya ni kuweka mipaka kati ya nuru na giza. Tuliona kumekuwapo na ufalme wa nuru na ufalme wa giza kwa pamoja. Swali ni kwa nini Mungu hakuliondoa giza bali aliliruhusu liendelee kuwepo? Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo kuwa kila alichokiumba Mungu kilikuwa chema. Utaona pia kwamba Adamu na Eva waliumbwa na kuwekwa katika ufalme wa nuru, yaani bustanini Eden. Hawakuwa na muunganiko wowote na hata kuutambua ufalme wa giza uliokuwa mkabala na ule wa nuru. Vilevile hawakuutambua ufalme walimokuwamo, yaani ufalme wa nuru. Na hii ni kwa sababu hapakuwepo na mbadala kwao. Kwa kutokuwa na mbadala mbele yao, hawakuweza kutambua utofauti wa maisha ya mahali walipokuwa. Hivyo hawakujua ni lipi jema au ni lipi baya. Kwa kutokutambua ni lipi jema na ni lipi baya, ni dhahiri kwamba hawakutambua wema, ukuu na uweza wa Mungu ulivyo. Hii ni sawa na kusema mtu hatambui thamani ya kitu mpaka pale atakapokikosa au atakapoweza kulinganisha na kitu kingine. Mtu ambaye hajazoea njaa, kwa mfano, haoni thamani ya chakula alichonacho kama yule mwenye njaa anapopata chakula. Kwa Adamu alipokuwa Eden, hakuwa na shukrani yeyote kwa Mungu. Hakuwa na shukrani hata pale Mungu alipompa mwenza wake, yaani Eva. Badala ya kushukuru, Adamu alikuwa bize akisema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 23. Adamu aliona kila kitu kilikuwa ni haki yake kupewa. Tunaona ijapo Mungu alimweka Adamu na Eva katika ufalme wa nuru, lakini aliwapa nafasi ya kuchagua kubaki katika hali ile ile ya kutokujitambua lakini waishi milele, au kupata ufahamu au maarifa ya kujua mema ya pale walipokuwa na pia kujua mabaya yaliyokuwepo katika ufalme wa giza. Lakini kwa kufanya hivyo watakufa. Kama Adamu na Eva waliweza kutofautisha jema na baya, wangekuwa na wajibu wa kutenda mema na kutokutenda baya. Wakitenda baya ni dhambi na wanastahili adhabu. Kabla ya kujua jema na baya, hata kama walifanya kosa,
hawakutambua kama ni kosa na hivyo hawakuadhibiwa. Sasa je, ni kwa nini akina Adamu waliambiwa watakufa wakijua jema na baya? Huo ni mpango wa Mungu kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo wakiweza kutofautisha haya mawili na wakitenda baya watakufa. Mungu alimruhusu Shetani kuwajaribu. Hapa tunajifunza ya kwamba Mungu hamjaribu mwanadamu, bali anaruhusu majaribu, na mwanadamu anashawishika kuingia au kutokuingia kwa tamaa yake mwenyewe, kama tunavyoweza kusoma katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 14. Adamu na Eva kwa kushawishika walichagua ufahamu wa mema na mabaya. Hapo sasa wakajiingiza matatani. Hata na sisi tunapotenda dhambi tunajikosesha wenyewe kwa hasara yetu na sio kwa hasara ya Mungu, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Adamu na Eva walipewa tahadhari wasile tunda la mti uliokatazwa. Hii ni sawa na mzazi anayemwambia mtoto asichezee wembe. Mtoto asiposikia akauchezea, utamkata. Lakini vilevile utaona kwa Adamu na Eva kushindwa kuyatimiza masharti kulisababisha jambo jema la uwajibikaji kwa Mungu. Nirudie tena. Kwa Adamu na Eva kushindwa kuyatimiza masharti waliopewa na Mungu kulisababisha jambo jema la uwajibikaji kwa Mungu. Tulisema hapo juu kwamba Adamu hakuwa na shukrani kwa Mungu kwa kupewa Eva na kila kitu akiwa Eden. Sasa kwa kosa lao walianza kutambua wema, huruma, ukuu na uweza wa Mungu. Hii ni kwa sababu waliweza pia kuona mazingira ambayo Mungu au wema wa Mungu ulikosekana. Jambo jema ni hili. Kwa mara ya kwanza Adamu alianza kuwa na hofu ya Mungu. Hii haimaanishi hofu ya kumwona Mungu kama kitu cha kutisha, la hasha. Ni hofu ya kujiona si lolote mbele za Mungu. Biblia inasema hivi: naye Adamu alimjibu Mungu, nimesikia hatua zako bustanini, nikaogopa na kujificha, maana nilikuwa uchi. Mwanzo 3 mstari wa 10. Adamu alitambua si heshima kuwa uchi mbele za Mungu, hivyo alizificha aibu zake. Kumbe basi, tunapotambua hali yetu ya dhambi, tunajiona tu uchi mbele ya Mungu. Vilevile tunapokiri wema na huruma ya Mungu wetu, tunaona aibu ya kutenda maovu dhidi ya amri zake. Tunatenda mema na kuacha mabaya kwa sababu tunatambua na tunathamini na kushukuru wema, baraka na huruma ambazo Mungu ametukirimia na kuendelea kutukirimia. Kwa kuchagua ufahamu, Adamu na Eva na vizazi vyote vya wanadamu baada yao walipata ufahamu wa kujua mema na mabaya. Na kwa hali hiyo basi, kila mwanadamu atakufa kwa sababu ya uwezekano wa kutenda mabaya.
Kwa udhaifu wake mwanadamu na kwa kuchagua kuwa na ufahamu wa mema na mabaya, mwanadamu alijiondoa mwenyewe kutoka katika ufalme wa nuru na kuingia ufalme wa giza na kuwa chini ya himaya ya yule mwovu. Himaya hii imejaa sifa ya shida, maasi, tamaa, hila, maonevu, masumbuko, taabu, misukosuko na kila aina ya matatizo. Yote haya ijapo ni mabaya, lakini yanatupa pia nafasi na kiu ya kutafuta mema na kuyathamini. Tunapokuwa katika hali hii na kushindwa kujinasua kwa nguvu zetu, ndipo tunapotambua ya kuwa kuna anayeweza. Kwa kutambua hivyo, tunaweka tumaini letu kwake kwamba yeye ndiye atakayetuokoa. Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 9 na sura ya 3 mstari wa 4 mpaka wa 6. Vilevile Waebrania sura ya 10 mstari wa 23. Mzaburi anasema, tazama, Bwana ndiye anayenisaidia na kunitegemeza nafsi yangu. Zaburi ya 54 mstari wa 4. Wakati tunapokuwa na hali njema, tunasahau shida zetu. Vilevile ni rahisi kwetu pia kusahau wema wa Mungu. Lakini tunaporudi katika shida na taabu, ndipo tunajikuta tukimkumbuka Mungu kwa bidii. Maandiko matakatifu yanasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Yohana wa pili sura ya 1 mstari wa 8 mpaka ule wa 10. Ubaya ni ile hali ya kudumu katika dhambi bila kujali na kuifanya dhambi kuwa ni desturi yetu. Uzuri ni pale hali yetu ya dhambi inapotufanya tuwe na hofu ya Mungu na kujitahidi kuachana na dhambi zetu na kumrudia Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi kujinasua katika utawala wa dhambi, lakini tunalo tumaini la kupata msaada. Mzaburi anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Zaburi 46 mstari wa 1. Pia mzaburi anasema, katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Zaburi ya 118 mstari wa 5. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumainia. Zaburi ya 91 mstari wa 2. Mungu hakutuweka katika ufalme wa giza, lakini kwa huruma yake kuu yupo tayari kutupokea sana wakati wowote katika ufalme wake wa nuru, tena bila gharama. Na anatupokea pale tunapokuwa tayari, kama mwana mpotevu alivyofanya. Luka 15 mstari wa 11 mpaka 32. Tena Mungu ametutengenezea njia ya kurudi, nayo ni kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Yohana 14 mstari wa 6. Zaidi basi, tunalo tumaini la uzima wa milele pale Kristo atakapokuja tena. Yeye ataturejesha mazima katika ufalme wa nuru na kuuangamiza ufalme wa giza. Hakutakuwa na kifo tena, huzuni, kilio wala maumivu. Ufunuo 21 mstari wa 4. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo.